Ndugu na dada wapendwa, tunawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa leo tunataka kutafsiri mahubiri iliyohubiriwa na ndugu yetu Ewald Frank kwa niaba ya wavijana katika mwaka wa 1974. Hivi tunawatakia wavijana wote usikilivu mwema, na Mungu apate kuwajenga na kuwabariki kupitia neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dans cet endroit, tel que nous l'avons déjà dit, kwa nafasi hii sa vile tunaisemaka mara nyingi, ni neno la Mungu tu njo litahubiriwa na hapana kitu kingine, na kila mtu iko na haki ya kuchunguza kila kitu kupitia neno la Mungu, hapana kupitia kenye zehebu au dini fulani iko nayo kama vile kanuni, lakini kupitia tu maandiko matakatifu. Kama tunataka tusimamake mbele ya Mungu, tunapashwa jiachilia kukemewa na neno la Mungu, kusahihishwa na neno la Mungu. Na kabisa kabisa ni mwa hii wakati yenye tunaishi ndani kabisa, njo inaomba tukue kabisa ndani ya Mungu na tudumu ndani yake, na ile inamaanisha kudumu ndani ya neno lake. Mwenye anaenda mbali na yenye naandikwa sawasawa na Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6, ule haiko ndani ya Mungu. Mara nyingi tunasikiaka ya kwamba neno la Mungu njo kweli yakini, na wakati yote tunajipanga kuneno la Mungu, tunapangwa vile vile kumungu sawasawa na Amosi 3 mstari wa 3. Mutu mwenye hapatane, haambatane na neno la Mungu, manake hapatane na Mungu. Ile ni kweli kabisa ambayo hakuna mtu mwanaweza kugeuza. Jioni ya leo, kwa hali ya kipekee, tuko na nia ya kuzungumza na wavijana wetu, wa ndugu na wadada. Kuna mambo ambayo tulipewa katika maandiko matakatifu, mambo ambayo tunaamini, ambayo tunapokea, na tunahakikishwa ya kwamba wavijana wetu nao hawapashwe achiliwa, lakini ni ya lazima wapokee msaada kuhusu maswali za maisha, na tunaamini ya kwamba hii msaada inatoka kwa Mungu. Mungu anataka awapatie msaada yake ili wavijana wetu waongozwe na neno la Mungu. Hapa kuna neno moja katika Zaburi 119. Tunaanza na mstari wa 7. Zaburi 119 kuanzia mstari wa 7. Nitakusifu katika unyofu wa moyo wangu, nikijifunza sheria za haki yako. Nataka nichunge maagizo yako, usiniachilie kabisa kabisa. Mstari wa 9. Namna gani mwanaume kijana atafanya njia yake kuwa safi, akitembea sawasawa na neno lako? Ninakutafuta kwa moyo wangu wote, usiniache niende mbali na amri zako. Ninafungia sana neno lako ndani ya moyo wangu, ili nisikukosee. Zaburi 119 mstari wa 12. Usifiwe e Bwana, unifundishe maagizo yako. Kwa midomo yangu ninataja hukumu zote za kinywa chako. Ninafurahi nikifuata kanuni zako.
inakuwa saa vile niko na hazina zote. Na tafakari maagizo yako, njia zako ziko mbele ya macho yangu. Kanuni zako zinakuwa furaha yangu, nami sisahau kamwe neno lako. Kwa kipekee mstari wa 9, namna gani kijana atafanya njia yake kuwa safi? Na jibu inasema kama anatembea sawasawa na neno lako. Kwa sababu ya swali ambazo ziliulizwa hapa miongoni mwa wandugu mwa hizi siku za nyuma, na sikia kwenye moyo wangu nizungumzie mada hii inayohusu ndoa. Ni wakati gani njo muamini anaweza sema mambo ya ndoa? Na ile inapaswa fanyika namna gani? Ni kitu gani njo inafaa kuangalia? Kitu gani njo inafaa kushika? Mnajua moyo yangu iko inapiga kwa sababu haiko vyepesi kuzungumzia mambo haya kwa kipekee wakati kuna waamini wengi walio hapa ambao wanaweza kuzungumzia mada hii vizuri kunishinda mimi. Lakini kwa dhamiri safi na moyo safi tunataka tuangalie katika maandiko matakatifu nukta fulani fulani za muhimu, hapana juu ya kuhukumu watu, lakini juu ya kutegemeza watu, juu ya kusaidia watu, na ili tupate somo, tupate kujifunza kupitia ile yote. Na mina amini ya kwamba sisi ambao tumeshaoa, tunajua sote ya kwamba katika maisha yetu kuna kusudio mbili tu zilizo za muhimu sana. Kusudio ya kwanza ambayo ni ya muhimu sana ni kusudio yetu kwa ajili ya Yesu Kristo. Kusudio ambayo inatuunganisha na yeye, hapana tu mwakati, lakini kwa milele yote. Kusudio ya pili ambayo nayo vile vile inaunganisha watu wawili wakati yote wanaishi, ni kusudio ambao watu wawili wanakamata ya kuishi pamoja. Na ili tusipate mateso, ni ya lazima kutia mkazo ya kwamba kila mwanaume mwenye anakamata hii kusudio muhimu, ni kusema ya ndoa, anapashwa kuikamata kabisa kabisa katika maombi, baada ya kufikiri muda mrefu, kufuatana na shauri tunayopewa katika Zaburi 12, bila kuwa na mashaka yoyote, sawasawa na gisi wa Roma inasema, katika uhakikisho kabisa. Mtu mwenye anaingia mundoa akiwa na mashaka anafanya kosa kubwa mu maisha yake yote. Mtu ambaye baada ya kukamata kusudio yake, sawasawa na Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 5, kisha anaangalia kushoto na kuume, ule hayakomala juu ya ndoa. Na juu ya kusema vitu waziwazi, mtu mwenye na macho yake anaweza kuanza kulinganisha kushoto na kuume kusudi afikirie, ule hayakomala juu ya kuingia mu maisha ya ndoa. Haiwezekane. Ni wakati tu kusudio yetu inajengwa juu ya uhakikisho kabisa, na kusudio yetu imekamatwa na ile uhakikisho ambayo Mungu peke yake ndio anaweza tia ndani ya moyo wako. Juu Mungu amekuhakikishia na wewe unakamata kusudio bila ushawishi ya nje yenye inatokana na vyenye vinaonekana kwa nje. Juu vya kuonekana kwa nje vile ni vya nyuma. Pale njo wakati ya mateso tunaweza simama imara pamoja, tunaweza pita aina yote ya njia zilizo ngumu, kwa sababu tayari kumwanzo tulikuwa na uhakika na kusudio ya Mungu. Pale njo tunaweza pita pamoja mu magumu ya maisha. Katika siku za leo, wapendo wangu, ndugu na dada, tuko tayari kabisa kuongoza na kukemea vyote vyenyewe vinaweza ongozwa na kukemewa na neno la Mungu. Hivi basi mambo haya yapate kupangwa kibiblia. Swali ambayo inaulizwa kwa wandugu zetu wa vijana njo hii:
aye njo wanapashwa tembea katika ufalme wa Mungu mbele ya mambo haya yote. Timotheo wa kwanza 3:15. Ningependa hapa nieleweke vizuri, kwa sababu sitafute kukemea mtu yeyote yule. Kama mimi nasema hapa ya kwamba mhubiri fulani, mtumishi wa Mungu, mhubiri wa kanisa ya mahali, haiko tu pale jutu ya kusema baraka siku ya ndoa, lakini mhubiri, mtumishi wa Mungu iko pale vile vile juu ya kujiweka chini ya uongozi ya wazee katika mashauri, mkusudio ambayo watu wawili wanapatikana ndani. Haiwezekane ya kwamba baada ya kupana naziri kisha vitu tunavitia tena nyuma na tunajengea ile mazungumzo yenye hairuhusu watu kukamata msimamo mzuri mbele ya Mungu. Hii isemeke mbele ya watu wote, yenye inaweza semeka siku ya ndoa mbele ya watu wote, inaweza semeka vile vile mbele ya Mungu. Ni hii fasi wala ni fasi ingine njo watu ilisemeka ya kwamba mtu asitenganishe kenye Mungu aliunganisha. Manake kuko shurti inayoambatana na ile, ni kusema ile uhakika yenye tuko nayo kutoka kwa Mungu. Tunasema mubinywa yetu ya kwamba hii muungano ni Mungu njo ameifanya, na kama kuna shaka yoyote inayoletwa kwa sababu ya ile, hata batu wanasema ya kwamba ni Mungu njo aliunganisha, ndio vinaweza semeka, kwa sababu siku ya ndoa swali itauliziwa, lakini haizuru vyenye vinasemeka kila mara havikuwake kweli. Na hapa hii hailingamane, haihusu vyenye watu wanawaza kama wanaweza sema juu. Hapa haihusu tu kusema kitu fulani, lakini kwa moyo safi inafaa kubisema ukiwa na uhakika ya kwamba tuko tunabisema mbele ya Mungu, kwa sababu tunataka bisemeke njo mbele ya Mungu, tukiwa na ile uhakika ya kwamba ni kweli njo vile viko. Ile haimaanishe ya kwamba tuko tuna shakia mtu fulani wala tunamutakia mabaya, hapana. Lakini ndani ya moyo wangu sitaki niguse mambo iliyopita ya maisha ya mtu, lakini nataka ndio niseme mambo yatakayokuja, na nataka niseme wazi hali ya kujikamata ya mzuri inayofaa kwa watoto wa Mungu. Tunajua kisi vitu vinakuwa mdunia ile, tunajua, lakini hatupashwe fananishwa na ulimwengu wa sasa. Ile inaandikwa mu Waroma 12:2. Jusia hatuko wa hii dunia, ndio vile tunasoma katika Yohane 17:14. Bwana anasema hawako wa dunia sawa vile na mie siko wa dunia. Manake kwa namna ile ile, kama tumezungumzia mada hii, tunajua ya kwamba maandiko matakatifu, kuna maandiko ambayo inasema kuhusu mada hii, na njo vile iko tangu kumwanzo wa dunia. Tunajua ya kwamba Mungu aliunganisha watu waliofanyika kwa mmoja kwa ajili ya mwingine, na njo vile tunajua vile vile ya kwamba katika mambo haya kuna mioyo mingi ambayo inateseka, kuna taabu nyingi katikati ya watu, na ni mukufanya uchaguzi ya mubaya njo unaweza kujitesa we peke. Unajitesa kwa gisi hakuna mwanaweza kutengeneza vyenye vinakufikia. Neno ambayo ningependa nisome hapa ni katika Watesalonika wa kwanza, ndaisoma katika tafsiri ya Darby, sura yake ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa yenye kubaki ndugu, tunawaomba na tunawaonya kupitia Bwana wetu Yesu, ili kama vile mlivyopokea kwetu, namna gani inavyowapasa kutembea na kupendeza Mungu, sawa vile kabisa muko munatembea, mudumu katika ile zaidi tena na zaidi, kwa sababu mnajua ni amri gani ambao tuliwapatia kwa jina la Bwana Yesu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu njo hii, ni utakatifu wenu, ni kwamba mujilinde na washerati, kila mmoja wenu aweze
kuchunga mwili yake, wala tafsiri zingine, kila mmoja apate mke wake yeye mwenyewe katika utakatifu na heshima, hapana katika tamaa, saa vile mataifa wanavyofanya ambao hawajue Mungu. Kusikue mtu mwenye atadanganya ndugu yake, wala ambaye atamzulumu katika biashara, kwa sababu Bwana ndiye anayelipisha kisasi mu mambo haya yote, sawa vile tuliwaambia mbele na kuwahakikishia. Kwa sababu Mungu hakutuita kwa uchafu, lakini alituita kwa ajili ya utakatifu. Njo maana yeye anaye zarau hazarau mutu, lakini anazarau njo Mungu ambaye aliwapa vile vile Roho wake Mtakatifu. Mpaka hapa sisi sote, kulingana na ketusha sema, tunataka tumpendeze Mungu mukila kitu, kadiri tunavyoweza na kadiri tunavyojua iliyo mzuri mbele ya macho yake. Na mimi nataka nirudilie hii, hatuwezi kutengeneza bibishaka pita, lakini sote pamoja tunaweza saidiana kwa ajili ya kurudisha siku zitakazo kuja katika imani kwa Mungu, kwa gisi mbele mwanaume kijana aseme naziri mkinywa yake, akuwe kwanza ameshaomba sana mbele aseme, kwa gisi wakati anasema ule dada mwenye anahusika asikose kuelewa, lakini ule dada aone kama huyu mtu hana mizaa, haiko nafanya michezo, lakini kabisa iko kabisa nasema kweli. Mie siamini ya kwamba kijana mvulana muamini anaweza jiruhusu kupiga hodi kumilango mingi, lakini mbele apige hata hodi fasi fulani, anapashwa jua ya kwamba ile mlango itafunguliwa kwake. Ile ni kitu kia chini sana kabisa, na ni Mungu njo kwa neema yake anapaswa tupatia ile upambanuzi. Kwanza mimi mwenyewe, na saa zingine ile haiko ya lazima kwa watu wa moja, lakini mi peke, wakati muda yangu ilifika, nilizungumziaka kwanza baba yangu na nikamuuliza. Saa zingine mtasema saa zingine, ndugu Frank, je, ilikuwa ya lazima kabisa? Kwangu mie ilikuwa ya lazima. Na mimi nawaza ya kwamba sisi sote ambao tuko na heshima kwa wazazi wetu, na Biblia inatupatia alama ya siku za mwisho kisema ya kwamba watu watakuwa waasi kwa wazazi wao, Timotheo wa 2:3 mstari ya kwanza na ya pili. Hivi basi kama tuko na watoto waamini, tunapashwa ngojea kwao, na Mungu vile vile anaweza ngojea kwao ya kwamba wawe watiifu katika mambo yote. Na wazazi wanataka uheri ya watoto wao. Kama basi wakati imefika ya kijana mvulana na anaona amefikia kabisa umri ya kukomala inayofaa, hapana iko na miaka 15 wala 16, lakini nyuma kwa gisi iko na zamiri yote na iko na uhakika ya kwamba hataki aishi ye peke. Na hapa mimi nataka niiseme mara moja tu wazi yote ya kwamba kwetu sisi tulio waamini, inaandikwa katika Mezali 13 mstari wa 12, tumaini yenye wanavunja inagonjwesha moyo, lakini nia yenye inatimilika ni uzima kabisa. Ndio vile inaandikwa katika Mezali. Ndio vile mambo iko. Kijana mvulana ujana yake alipaswa kuwa na mawazo ingine, hapana mawazo ya ndoa, isipokuwa tu kama wakati yake imefika ya
waza kitu na kukitimiza, wakati iko na uwezo ya kutimiza ile kitu. Kama hafanye vile, ye peke anajitia mu mashida, anajitia mu magumu usiku na mchana, anajichokesha, anajitesa ye peke bila kuweza namna gani atatuliza ile kitu, kwa sababu zamiri yake na roho yake iko anailisha na ile mawazo ya vile. Hasa kwanza inafaa wakati ikuwe imefika kwanza juu ya ile. Pale njo mtu alipashwa kuwa na mawazo ya vile. Pale njo alipashwa shughulika na mawazo ya vile. Na ile inahusu tu wandugu, hapana wadada, kwa sababu wadada abo hawapashwa hata shughulika na mawazo ya vile. Lakini wakati tu ndugu anakuya kuomba mkono yake, naye na ile wakati naye iko na wakati yote mbele ya fungule moyo wake. Juu ya nini ndoa enye Mungu aliweka kusudi ikuwe baraka kwetu? Juu ya nini inapashwa kuwa kitu kenye shipeke tunajitia mushida na shipeke tunatia mizigo mu maisha yetu, mizigo zenye hatuwezi tena kujitua sisi wenyewe? Na tunajiuliza ayenjo inawezekana watu kufikia pale zaidi sana wakati ni kosa yetu. Tunapashwa basi kuwa tayari kuvumilia vyenye vitafika. Hivi ni vile kabisa, wapendwa ndugu na dada. Bandugu walikuwaka hapa wakati ya mazungumzo, wakati wa ndugu wa Marekani na wengine walikuwa nazungumza kuhusu kile ambacho ndugu Branham alisemaka kuhusu ndoa, na alikuwa anasema hapa, siwezi sema vyote vyenye vinapashwa semeka kwa sababu ni vitu vyenye vinapashwa kuambia bandugu yetu abo peke tu. Ile ndio ndugu Branham alisemaka kuhusu ndoa, namna gani kuoa. Ahadi yenye muamini anafanya juu ya kuoa, naziri haiko kitu kile unasema leo kisha unakivunja kesho. Ndiyo yetu ilipashwa kuwa ndiyo mukila kitu, Mathayo 5:37. Na mbele kupana ahadi ya vile, naziri ya vile, mbele ile ndiyo yetu ifanyike, inafaa kwanza kukue uhakika ndani ya mioyo yetu. Na mbele ile uhakika yenye tulipokea ndani ya mioyo yetu ipate kuwa kabisa inasimama, inafaa kwanza wazee na wazazi wakubali ile. Junjo vile inafaa kwa ajili ya ule mtu mwenye anakamata kusudio ajue kama kusudio yake inatoka kwa Mungu. Lakini mbele ya kuzungumzia wazazi na wazee wa kanisa sawasawa na Petro wa kwanza sura yake ya 5, inafaa kwanza ikuwe uhakika ndani ya moyo wako. Na ile uhakika mtu anaipataka tu baada ya kuomba muda mrefu bila kuachilia, na tunapashwa kusukumwa mpaka kumwisho, kwa sababu ile imekuwa hitaji ndani ya moyo, na unajua kama wakati imefika. Na kama unakutana na dada ambaye unajua kabisa ya kwamba huyu njo unataka kuishi naye, hapana mwingine, pale kwako bimeisha. Ni kusema pale na weye na ule mtu mwanahusika vimeisha. Hapana kupima wala kupapasa wala kusikia mishituko, hapana. Lakini ni kuunganishwa pamoja na Mungu mwenyewe. Na pale sasa ndio mtu anaweza sema na uhakika yote, kusikue mtu mwatatenganisha kenye Mungu aliunganisha. Pale haiwezekani kutenganishwa, hata kama mwanadamu angejaribu, haviwezekani kutenganishwa kama kweli ni Mungu ndio aliunganisha. Hivi basi, juu ya kutia utaratibu na kuepuka mashida, tunataka tutembee vile, kwa sababu kabisa ni kusudio yenye mtu hawezi kamata leo kisha ivunje kesho, kwa sababu ni agano ambayo tunafanya. Sasa vile tayari nilishasema, kuna kusudio mbili zilizo za muhimu sana. Kusudio ya kwanza ni ile yenye tunakamata kwa ajili ya Yesu Kristo, juu tunataka tuishi naye milele yote. Lakini kusudio ya pili ambayo nayo iko na umuhimu juu ya maisha ya pamoja ni ile uchaguzi yenye mtu anafanya ya mtu mwenye angependa aishi maisha yake naye. Hakuna kitu kingine mu maisha
ambacho tunaweza enda mbele ya uso wa Mungu na kusihi yote na kudumu yote bila mizaha yote, sawa vile kusudio hizi mbili. Hatuwezi kuvunja kusudio yetu. Kama leo mimi nataka kusudia kununua aina fulani ya gari, kesho mimi naweza kubadilisha kusudio yangu na kuchagua ingine aina ya gari. Mtu anaweza kubadilisha au kuvunja makusudio yote yenye anakamata, ikuwe yenye ulikamata pamoja na Mungu wala bila Mungu, ile inawezekana. Lakini kuhusu kusudio umekamata kwa ajili ya Yesu Kristo, ni kusudio umekamatiwa mbele ya Mungu na pamoja naye, nayo inadumu milele, kwa sababu inaandikwa katika Hosea 2:21, nitakuwa mchumba wako milele, nitakuwa mchumba wako kupitia haki, neema, rehema, nitakuwa mchumba wako kwa uaminifu, nawe utamtambua Bwana. Ile njoo inaandikwa, njoo yenye Mungu alisema. Sasa swali njoo hii, shida njoo hii, nini njoo inafaa kwa wandugu wa vijana wakati wanakuja kusikia neno la Mungu? Nini njoo inafaa kwa wandugu wa vijana? Mungu haiko tu natuona kwa yulu, lakini watu nao wiko natuona kushoto na kuume. Na katika siku hizi ambazo wandugu yetu wa kutoka Marekani walikuwa hapa, nilikubali masahihisho yenye walifanya kulingana na wandugu wa vijana katikati yetu wenye balijikamata mnamna isiyo stahili kwa waamini. Hata mahali hapa kabisa hapakukuwa hapa, haiko vyepesi kwetu. Mtu elewe, enyi wapendwa wa vijana, ninjo kizazi ambayo Mungu aliita sawasawa na sisi. Lakini munyumba ya Mungu inafaa mukuwe uoga na heshima mbele ya Mungu, mbele ya neno lake na yote ambayo inatembea na ile. Baada ya mkutano, mtu hawezi enda mubarabara kisha mnaanza kuzungumuza mmoja na mwingine maneno isiyofaa wala kukutembea vile. Hapana, ile kabisa haistahili. Kama unawaza ya kwamba ulisikia na kupokea neno la Mungu, ile haijalishi unatoka wapi, utatoka mumukutano sawa vile bubu, kwa sababu umepokea neno la Mungu ndani ya moyo wako. Na saa vile Maria alikuwa anafanya, na wewe unalitafakari, mawazo yako inaekuwa njoo mu mahubiri yenye umesikia. Ni kukosa kukuwa na majukumu, na haiwezi kufikiriwa kuona watu wanajiruhusu mambo ya vile isiyo stahili kwa waamini, zaidi sana kwa watu ambao wanapashwa shiriki kwa kunyakuliwa ya kanisa bibi harusi, na wanaodai ya kwamba wanamtumikia Bwana na ambao watasimamaka karibu naye. Kuko wakati kwa ajili ya kila kitu, kuko fasi juu ya kila kitu, kuko wakati juu ya kila kitu. Na hii fasi yenye tunakuwaka kona mikutano, hii fasi ni juu tu ya kusikia neno la Mungu, na tunapashwa kuwa hapa, tutoke hapa bila kusemewa vibaya. Kama kuna mambo ambayo wa vijana wanapashwa ambiana, kuko wakati mrefu nje ya mikutano kusudi wazungumuze vyabo. Hapana, wakati tuko na mikutano kama kabisa ile ilipashwa kuwa ya muhimu. Nyinyi wenyewe mjiulize swali, kama usemi wetu na hali yetu ya kutembea inafanana ya dunia, pale mulango ya kuingia mkanisa inakuwa fasi ya kuelezeana mambo, batu watafikiri nini juu ya ile? Hawawezi ingia hata mwa hii fasi juu ya kusikia neno la Mungu. Hapana, tunapashwa kabisa kujihukumu sisi wenyewe na kuomba kwa moyo wetu wote, kuomba Mungu na kumuomba kabisa msaada wake. Mnajua vizuri kabisa, sie hatupendake tushurutishe watu bitu kama sisi wenyewe hatuishi. Haiwezekane. Lakini ninaamini ya kwamba wakati imefika kabisa, haijalishi iwe wa vijana au wa kukomaa,
tunapashwa kuwa makini ili tusifanye kitu chochote ambacho kitakuwa jiwe la kikwazo kwa ajili ya ndugu yetu, au ambacho kitaangusha mwingine, lakini tupate kuwa baraka kwa ajili ya wengine kwa neema ya Mungu. Ndio maana vyenyewe vinasemeka hapa, hatutaki tuvipokee kama vile kukemewa, lakini tuvipokee kama vile vyenyewe vinatoka kwa Bwana anayetukamata kama vile watoto wake, kulingana na Waebrania 12:6-8, kwa sababu anatupenda na anataka tusahihishe. Tuna uwezekano nyingi, iwe kupitia nyimbo, kupitia vyombo vya muziki, kwenye wa vijana wanaweza kuonesha talanta zao mbele ya Bwana katika usafi na utakatifu mbele ya Mungu aliye hai. Na sasa vile ilisemeka, kama wakati imefika yenyewe unajikuta unapashwa oa, utajua namna gani unapashwa jikamata. Lakini haina maana kwa kijana mfulana aliye na miaka 16, 17, 18 aanze kuwazawaza vitu ya ndoa. Juu ya nini? Kwa sababu hayakuwa muhali yenye anaweza vitimiza. Njoo vile mtu anajitiaka yeye peke mumateso, mtu anajitia yeye peke mumateso, unajitia wewe peke mutabu. Tabu yenye wewe peke njoo umejiletea. Njoo maana wakati yetu tunataka tuitumikishe mumawazo ingine na mukazi zingine, kwa sababu wakati yote yenye hauwezi kuzungumzia ndoa, ile wakati tunapashwa itumikisha juu ya kushughulika na kenye tunapashwa fanya sasa. Kenye tunapashwa fanya sasa. Sasa zingine utasema, je, basi njoo vile vinapashwa kuwa. Mie njoo vile nilishasema kabisa, njoo vile tulishasema, mi njoo mtu wa mwisho kabisa mwenyewe minaweza kushurutisha watu vitu na kushurutisha umri fulani juu ya kuoa, lakini siwezi fanya namna ingine. Juu ya nini? Sisi wenyewe tunaweza jitia mushida, na japo haiko hata ya lazima. Ni kutoka kilinzi ya moyo, ni kutoka kilinzi ya mawazo yenye mtu anashughulikaka nayo, yenye mtu anajilisha. Wakati uko na mawazo pale, kule njoo kwenye mwili yetu nayo inaelekeaka sasa. Pale sasa njoo kwenye taabu hii yote inatokeaka. Ni jutu ya ile, sawa vile Mezali 13:12 nasema yenye tulitaja. Haiko wakati mtu anatumikisha mawazo yake mzuri wala uwezo yake mzuri njoo anapataka shida, lakini ni wakati mawazo yetu inaelekea mu vitu vyenye hatuna uwezo ya kutimiza kwa sasa, ili njoo natutiaka mshida. Hapa andiko natuambia Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:3, kenye Mungu anataka ni utakaso wenu, ni kwamba mujilinde na washerati. Kila mmoja wenu aweze kujipatia mke wake katika utakatifu na kweli, ile ni tafsiri zingine, bila kujitia mumatamaa zenye mapagani wanafanyaka wenye abajue Mungu. Wapendo wetu, hatupashwe pitisha wakati yetu tuko tunalisha vile vitu kisha turuhusu tamaa itutawale. Lakini sawa vile inaandikwa hapa, kila mtu ajipatie mke wake kwa utakatifu na heshima mbele ya uso wa Mungu aliye hai. Pale sasa njoo baraka ya Mungu itatulia juu ya ndoa, na pale njoo mtu atapendeza Mungu. Hapa inaandikwa tena katika tafsiri ya Martino, nasoma kumustari ya 6, kusikue mtu ambaye atafaidika akizulumu ndugu yake mubiashara yoyote ile. Kusikuwe mtu matatafuta faida yake mwenyewe. Wakorintho wa kwanza 13:5, akitongoza ile ambayo Mungu aliwekea ndugu, akimzulumu ndugu bila kuhangaikia Mungu. Wa Roma 14:7-9, muamini au la, hii ni zambi ya asili, na njoo wenyewe vilipitika mubustani ya Edeni.
na shetani anaweza kutuacha na amani kuhusu vitu vingine, lakini atatafuta atuangushe wakati ya kutafuta dada ili akuwe bibi yetu. Wakati tunatafuta tu kuvifanya pamoja na Mungu, pale njo ule adui anajiingizaka juu ni mwa vile vitu. Njo zambi na kasirani ya Mungu ilikuya kuulimwengu wa Roma 5:12, na ni pale njo utongozi na kuwaka. Na njo maana Paulo kulingana na Roho Mtakatifu alipana onyo hii. Kwanza anatia neno la Mungu katika tafsiri ya Martino, Wathesaloniko wa kwanza sura ya 4 mstari ya 3, mapenzi ya Mungu njo hii ni utakaso wenu, na kwamba mujilinde na washerati. Ile njo shurti yenye Paulo anatia akisukumwa na Roho Mtakatifu na Roho wa Mungu. Na nasema hapa kumstari ya 2, munajua ni kanuni gani ambazo tuliwapatia kutoka kwa Bwana Yesu. Munaona kama hii mada ya ndoa inapatikana maandiko matakatifu, na hali yetu ya kujikamata kusudi tuowe nayo iko maandiko matakatifu. Na kwa wale ambao wanamtumikia Mungu, wale wali Mungu kwa ajili ya maisha yao yote, kuko utaratibu maandiko matakatifu, kuko mwelekeo wenye wanapashwa kamata. Na kama sawa vile tulisoma tunaambatana na neno la Mungu, hatutakamata makusudio juu wengine njo walizikamata juu yetu, lakini tutakamata kusudio tukiwa na uhuru katika makusudio yetu, na tutajua ya kwamba hii ndio njia ya Mungu kwa ajili yangu, na hakuna mtu mwatatuzuia kutembea mwa ile njia. Lakini juu ya kupata uhakika kamilifu ya kwamba hii ndio njia ya Mungu, haiya kuwaka kama makosa kama wazazi wanazungumzia, kama watoto wanazungumzia wazazi wao wakiwatumainia. Kama tunazungumziaka wazazi yetu vitu vingine, je, hatuwezi kuwazungumzia kuhusu kusudio yetu ya muhimu juu ya maisha? Na je, hatupashwe kuizungumzia wale ambao Mungu aliweka juu ya kutuhubiri neno lake, neno la Bwana? Kama tunasema ya kwamba tuko kusanyiko la Bwana, kama tunataka tukue kusanyiko, kanisa ambayo baraka ya Mungu inatulia juu yake katika wingi wote, inafaa kwanza mambo haya yatiwe katika utaratibu, yapate nafasi yao, ili kusiwe mtu mwenye atakwala, lakini kukue usambamba ya mzuri katikati yetu. Na juu ya ile ni ya muhimu ya kwamba tupate kuwa barua ya Kristo inayosomeka na watoto wetu wote, na juu ya ile Mungu atatupatia msaada wake kwa hali ya wingi kabisa. Nasoma mstari ya 7, kwa sababu Mungu hakutuita juu ya uchafu, lakini kwa ajili ya utakatifu. Njo maana mwenye anazarau hazarau mutu, lakini anazarau njo Mungu. Wathesaloniko wa kwanza sura ya 4, ambali tupatia Roho wake Mtakatifu. Usizarau Mezali 14 mstari ya 2. Ule anazarau Mungu mwenye aliwapatia vile vile Roho wake Mtakatifu. Paulo anayeandika vile vile katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 7. Ningependa nisome hapa mashairi fulani, nyinyi yote mnajua hii sura, kumustari yake ya 37. Sitasema wakati mrefu hapa. Wakorinto wa kwanza sura 7:37. Lakini yule ambaye amekamata kusudio kabisa bila kushurutishwa na kwa utashi wake mwenyewe kabisa, na ambaye amekusudia ndani ya moyo wake aache binti yake abakie bikira, ule anafanya vizuri. Mwenye anasoma hii hapa ataona kabisa kabisa ya kwamba katikati ya wazazi na watoto, na kwa kipekee wa binti, hii kabisa inaachwa katika mikono ya wazazi. Ni wao ndio wanapaswa kusudia, je, wanataka wapatie binti yake ule mtu wala hapana. Haiko gisi leo mwa hii kizazi watu biko wanawaza ya kwamba babinti wanapaswa kusudia vyenye wanataka na gisi wanataka. Hapana, lakini wanapaswa tii Mungu na neno lake, na vile vile wanapaswa tii kusudia ya wazazi.
Hapa inaandikwa, saa zingine napashwa soma musari moya mbele kusudi tupate kuelewa vyote vizuri. 36 wa Korinto wa kwanza sura yake ya 7 36. Kama mtu anaona ya kwamba si ya heshima kwa binti yake kuvukisha umri wa kuolewa, na anaona ya kwamba ni ya lazima amuoweshe, afanye kenye anataka, afanye zambi, batu waoane. Lakini ule mwenye amekamata kusudio iliyo imara bila kushurutishwa na kwa utashi wake mwenyewe, na ambaye amekusudia katika moyo wake ya kwamba atachunga binti yake abaki bikira, ule anafanya vizuri. Ndio nini njo mabinti yetu wanaweza sema leo, kama tunawaambia kusudio yangu ni kusema ubaki bikira, nini njo itafika? Siku ya kufata atatoka munyumba. Lakini hisi ni neno la Mungu, na umu ndani tunaona namna gani mtu anaweza enda mbali ya neno la Mungu bila hata kujua. Leo wa vijana wanawazaka ya kwamba tuko na akili kushinda watu wamekomala, lakini ijapokuwa ile yote tutafanya tu vile, tutawaonya tu. Lakini nini njo itafika? Unakutana anakatala na tia kiburi, banatembea munjia yabo wakizania kama tunawatakia maisha mubaya. Hapana, tunapashwa fika kukiwango yenye tutaacha neno la Mungu katika milki yote ya maisha yetu ipate kuwa na thamani yake, ikuwe na neno la kusema. Mtu anaweza sema ndiyo, naamini neno la Mungu kuhusu kunyakuliwa ni ya mzuri, lakini kama kweli tunajizania ya kwamba sawasawa na Malaki sura 4:5-6, tunajizania ya kwamba si njo wale watoto wenye mioyo yao ilirudia kwa wababa, ni kusema kurudia kuneno la Mungu gisi tunasikiaka mara nyingi, sawasawa na Mathayo 4:4, tunapashwa ishi na neno yote inayotoka mkinywa cha Mungu na kuliamini gisi maandiko matakatifu inasema, sawasawa na Yohane 7:38. Na ni vile tu njo sawasawa na Yohane wa kwanza sura yake ya 5:4, pale njo tutakuwa na ushindi ya Mungu juu ya maisha yetu na ndani ya kanisa. Pale hakuna kuruka kushoto na kuume, lakini kungojea mpaka wakati ifike, ili kusiwe mtu mwata kukemea. Na leo mimi naweza saa zingine hapana tu kuisema hivi, lakini naweza kuwa kabisa na heshima nyingi mbele yangu mimi mwenyewe. Kamwe singekubaliaka mtu mwingine anamkaribia kwa hali fulani wala ingine. Binti mwenye anataka aishi ndoa ya uheri akuwe mbali na wandugu wa vijana, mpaka wakati atajua ya kwamba wakati yake na saa yake imefika. Kama leo nasimama hapa mbele yenu, je, ningepashwa kuisema? Sisi sote tuko batu, tuko batu, tuko maisha. Kama mimi mwenyewe singelikuwa ndugu wa kwanza mwenye nilikaribia mke wangu, singemukamataka. Muelewe ile vizuri. Mtasema, je, unapashwa kabisa kutia kipimo ya vile? Sijue kama mimi naweza kuitia wala hapana, lakini kuko kitu kimoja kemi najua ni kwamba ndugu hawezi kuwa na heshima mbele ya mwanamke mwenye alishaka kutanana na wanaume mingi huku na kule. Hawezi kuwa na heshima. Kila binti, kila dada kijana mwenye anataka bwana mwatamuheshimiaka na kumpa heshima kabisa, abakie mbali na aepuke vyote venye vinafanana vya mubaya, asijiingize mubitu yoyote bile mpaka wakati yake itafika, na ajue mbele ya Mungu na mbele ya wazazi na mbele ya watu ya kwamba vyote viko tayari juu ya ndoa. Kama sivyo, bwana utapataka hata kuheshimiaka upesi tu, ile heshima itatoweka. Kuko banamuke mingi benye banashangalaka juu ya nini babwana yabo ababaheshimi yake.
Lakini heshima mbele ya binti mwenye aishaka kukutanana na huu ndugu, ashakutanana na ule, ashakutanana na watu yote, ashakutanana na watu yote, kisha mimi ndio nakuwa wa mwisho mwenye mimi nakuya kumalizia vyote, mimi ndio nikuwa wa mwisho mwa ndugu wa mingi. Hapana, mwanaume mwenye anajiheshimia ye peke na anaheshimia Mungu atafikiria kwanza kulingana na Zaburi 12, hata geuza macho yake kushoto na kuume kusudi alinganishe. Kenye atafanya, atatia njo kipimo ya neno la Mungu, ataangalia ngambo ya kiroho kusudi akuwe na uhakika huyu dada mpendo anatembea namna gani mbele ya Bwana sawasawa na Zaburi 31. Mie ile njo ilikuwa kabisa kipimo yangu, ile diplome ya masomo, vitu gani na vitu gani vile ni vya nyuma, lakini kenye Mungu alifanya mumutu, kile njo tunaangalia kako, kile njo cha lazima. Dada wapendwa, kamwe musitafutake, musijitiake muvya kutafuta babwana. Ni kitu kya ole, kitu kya kukosa heshima, kya kuzaraulisha kenye binti anaweza kufanya. Lakini wakati muda yako imefika, Bwana mwenye anakufaa atagonga kumlango yake, na roho yako itagonga juu yake, na moyo yako inapashwa gonga juu ya mtu moya, hapana wawili wala watatu. Unapashwa jua ni njia gani njo Mungu anataka juu ya maisha yako. Wadada wa vijana, vitu hivi vyote biko navyo kusudi bakuwe na bunyumba yenye uheri na baraka ya Mungu zinakaa ndani. Lakini mimi narudilia tena, gisi bunyumba yako itakuwaka inatokana na kila binti, na muniamini na hii muikamate sawa vile neno la onyo, uikamate sawa vile neno yenye nasemeka juu ya mema yako. Mimi narudilia tena, usijiachilie kokotwa mwaizuru vitu gani wakati yote hauyahakikishwa na Mungu ya kwamba ni huyu njo Mungu alikutayarishia. Na hata kama umevijua, ile haimaanishe kama utafanya sasa vitu vyenye vinafanana na kizazi ya hii dunia, vitu vyenye vinakasirikisha Mungu. Wakati imebadilika, lakini neno la Mungu halo linabaki lile lile, halibadilikake. Utaniambia, ndugu Frank, hii ujumbe ni ya batate yetu njo, hii ni ya bankambo yetu njo. Kenye Mungu alisema juu ya tate anakisema vile vile juu ya wajukuu, na ni kulingana na ile njo tunapashwa tembea. Siku moya mutanishukuriaka, sawa vile inaandikwa Mzaburi 9:8, kwa sababu mukushika hii sawasawa na Kumbukumbu la Torati sura ya 4:6, utaleta uheri mu maisha yako na baraka ya Mungu itakuwa juu yako, na hautakuwa na haja ya kuuliza kitu chochote kusema jua nini vitu vinakuwa hivi. Hapana, lakini baraka ya Mungu itatulia juu yako, na ile njo njia sawa vile tulisoma katika Zaburi 119:9, namna gani kijana atafanya njia yake kuwa safi. Ni mukutembea sawasawa na neno la Mungu. Na Biblia inatuambia, tulisoma Mwathesalonike wa kwanza sura yake ya 4 kuanzia mstari wa 4, ni kwamba kila mmoja wenu ajue kujipatia mke wake, hapana mkujitia mumatamaa ya burebure, lakini katika utakatifu na heshima. Njo kinye neno la Mungu linatuambia kuhusu jambo hili. Haiandikwe fasi fulani ya kwamba dada fulani ajipatie bwana katika utakatifu na heshima. Hapana, yenjo wanakuyaka tafuta, yenjo wanakuya kumukamata kwabo, atangoya kwabo kunyumba mpaka wakati yake ifike. Kama tu mnashika mambo haya, njo bunyumba yenu itabarikiwa, na njo utasikia mzuri kuishi mle ndani. Hauna haja ya kukasa vitu. Mungu alibariki bunyumba tangu kumwanzo, nayo inabaki ya kubarikiwa, lakini kuna masharti.
na inafaa kabisa kutimiza zile shurti. Na mwenye anajiachilia kuongozwa na neno la Mungu sawasawa na Zaburi 119 mstari wa 9 yenye tulisoma, atavuna baraka sawasawa na Wagalatia sura 6 mstari ya 7 mpaka 9. Atavuna baraka kubwa. Kama mtu anafikiri ndani mwake yeye peke, mie sina haja ya kushika vile vyote, ndamaliza vyangu bila kushika vile vyote, ndapata tu gisi ya kufanya. Ndio, utapata gisi ya kufanya, lakini wakati sasa utapata shida, utafanyaka aye. Kama kuko batu benye biko napito mashida, juu ya nini shida ziko za mingi kuhusu mambo hii, na mara kwa mara hata mumabunyumba za waamini, kwa sababu heshima mumoja na mwengine imepunguka, na kupitia mambo madogo madogo inafaa kujikaza kusudi watu waishi pamoja, kusudi watu kabisa bakuwe na ushirika ya kweli mmoja na mwengine. Lakini katikati ya ile yote, neno la Mungu njo inabakia kipimo. Ayo njo inatuonesha suluhisho, ayo njo mwelekeo ya kukamata, ayo njo utaratibu ya kufuata vile vile katika mambo haya, na njo vile Mungu anaweza tusaidia sisi sote. Kwa hii fasi tulishazungumzia mambo mengi. Juu ya nini leo hatungezungumzia vile vile hii mada sawa vile tumezungumza jioni ya leo tena mara ingine? Wapendwa wa ndugu, wa vijana na wasichana, muniamini, mioyo yetu kabisa iko wazi tayari kabisa juu yenu, sawa vile maandiko inasema. Hatutaki muteseke, lakini tunataka njo furaha na baraka ya Mungu Mwenyezi iwe juu yenu. Lakini nawatia hii tena ndani ya moyo, mbele uanze kupiga hodi kumulango fulani, kamata wakati mrefu kwanza katika maombi. Au nata haja ya kuomba mpaka wakati utafikia umri inayofaa. Usianze omba na uko na miaka 16 kule. Anza na miaka 19, 20. Uko na wakati yote ya kubifanya, ukijua kama unaweza bitimiza. Usifanye ikuwe kitu yenyewe sasa inaanza kukutesa we peke. Hapo sasa wakati unaomba, uombe bila mizaa kabisa, mbele ya uso wa Mungu aliye hai, na hakika atakujibia na atatia ndani ya moyo wako kienye unapashwa fanya, na vile vile atatia ile kitu mumutu mwenye anahusika. Baada ya Mungu kuhakikishia kijana mwanaume, akimwelewesha kama ni ule dada njo Mungu anamutakia, si asikiaka kama ule dada atakatala ule ndugu. Hapana, baada ya ule ndugu kumfungulia moyo wake. Lakini inafaa ile uhakika ikuwe kamilifu, na ni Mungu tu njo anaweza kuipana ile uhakika. Haiku yake mundoto wala vitu vingine. Ndoto ziko na maana ingine. Hapa haihusu kulota, hapa ni uhakika, na pale ni Mungu mwenyewe njo anapaswa kutusaidia. Kwanza inafaa kungojea muda muhafaka, juwe peke usijitie mu mashida. Sasa kisha mbele ya kuanza kitu fulani, pitisha wakati mbele ya uso wa Mungu aliye hai, kwa sababu haifai kwa watakatifu kupatia dada naziri kisha unamukatala kesho. Ile haifai kwa muamini, kwa sababu haizuru nini tunayofanya katika maneno na katika matendo. Tunapaswa fanya yote kwa jina la Bwana Yesu, Wakolosai 3:17. Na maneno yetu inapaswa kuwa maneno inasemeka mbele ya uso wa Mungu. Maneno yetu inapaswa kuwa maneno inamesemeka mbele ya uso wa Mungu, na mbele hata ya kupatia dada naziri inafaa ukwe umekomala ya kutosha. Haiko kitu kitasema saa mtoto kidogo, inafaa ukuwe na umri kabisa inayofaa.
Ni kusema ukuwe na unaelewa majukumu yenye unaingia ndani mbele ya Mungu na mbele ya watu. Sasa kama vile vitu vyote viko pale, kitu kitakuwa kia mzuri. Ile ikuwe mbali na sie kupatia dada Naziri, kumupatia matumaini, kumungoyesha bila kuwa na uwezo ya kumuoa. Ile haifai kwa waamini. Ni juu ya ile ndio maana Zaburi inasema mtu abakie kimya, asifungule kinywa, juu ni katika utulivu ndio nguvu yetu itakuja. Ni katika kungojelea mpaka muda ifike, useme wakati muda imefika juu ya ile, na ndio yetu ipate kuwa ndio, ili watu watumainie ndio yenu, na pale njia itafunguliwa juu ya maisha ya pamoja. Mimi natumaini ya kwamba kwetu sisi sote ambao tuko hapa leo, ikuwe wa vijana wala wale waliokomaa, hii kabisa imekuwa msaada, na hii inafanya kabisa wale ambao hawajaoa wajisikie vizuri, kwa sababu neno la Mungu linakuwa na cha kutuambia tu kila mara. Na kama tunajinyenyekeza na kusujudu mbele ya neno la Mungu, pale tayari tumebarikiwa na baraka za Mungu Mwenyezi. Bwana atupatie msaada wake, atupatie neema yake, na katika siku zitakazo kuja kabisa, kuhusu vile kusudio hili la ndoa, tupate kuwa na tunda hili la Roho, tukue na ile uvumilivu ya kungojea katika Bwana, na tusibebwe na vitu vyote vile tunaona, vitu vile tunahisi, tukikimbia kushoto na kuume, kupana matumaini ya bongo, lakini ndani ya moyo wetu ile ipate kuwa kusudio iliyo imara yenye tulipata toka kwa Mungu aliye hai, na tupate kabisa kufikiria kukenye kinasemeka, na mtu atumainie maneno yetu bila kuachwa yeye mwenyewe. Dada atumainie kenye tunamwambia bila kumukatala kesho. Na saa vile tulisoma, bila kuzulumu vile ndugu mwingine mu mambo ya ile, kwa sababu Mungu yeye peke ndiye analipisha kisasi mwa hii mambo. Mtu anaweza kujikamata namna tofauti mu mambo ingine, lakini hapana kuhusu jambo hili. Kuhusu ndoa, hakuna mtu mwenye iko na haki ya kujiwazia kitu chochote kile, lakini ni Mungu tu ambaye katika maombi anatiaka kusudio yake mwenyewe ndani ya moyo wetu. Yeremia 10:23 iko na mpango kwa ajili ya kila mmoja wetu. Yobu 23:12-14, na ni sawasawa na mpango ya Mungu. Njo tutatembea baada ya yeye kutuonesha mpango wake wa Efeso 5:15-17, na mtaona ya kwamba Mungu atashurutishwa kuwabariki sana. Bwana awe nasi sote, na kwa kipekee awe na wandugu zetu wa vijana, wa ndugu na wadada, na kinyi tunapaswa fanya ni kuomba kabisa pamoja na wa vijana wetu kabisa. Wa vijana hao waombe kwa sauti kubwa, na washukuru Bwana juu ya neno lake takatifu na la damani. Tunaweza simama juu ya kufanya hivyo. Baba wa mbinguni, tunahisi uwepo wako na baraka yako, Mungu. Ninakuomba Bwana, usiache neno hili lirudie bure kwako, lakini litimize shaba iliyoacha unalituma, na vidonda vipate kuponyeshwa, Mungu. Na sawasawa na Wakolosai sura yake 3:15, salama yako iwe ndani ya mioyo yetu, na ile salama itawale juu yetu. Ile salama ya Mungu, Bwana, ipate kuwa katika mabunyumba, mumajamaa na ndani ya mioyo yote. Mungu, tunakuomba tena mara ingine, tunakusihi upatie wote neema ya kupokea onyo hili, ya kupokea kuarifiwa hii ya neno lako, walipokee ndani ya mioyo yao, ili wote wapate kulindwa na magumu na mateso. Mungu, kusikue mwenye atatenda sawa vile inaandikwa katika Yuda, atende akinungunikia vyenye vinamfikia, akijizania kama yeye peke ataongoza maisha yake. Bwana, tunajua ya kwamba kila kitu kinatokana na baraka yako, na neno
lako limetuonesha jioni ya leo namna gani unaweza kutubariki na kuwa pamoja nasi. Ni kusema kama tu tunaambatana na neno lako mkila kitu. Siku ya leo Bwana, tumesema neno lako na wandugu zetu wa vijana, wandugu na wadada, mioyo yao ipate kuwa imara, kwa gisi wasiwe tena na nia ya kutembea katika mawazo yao na njia zao wenyewe, lakini waache njia zao na watembee katika neno lako, katika njia zako. Bwana, tunakusihi na tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Hakika ndugu na dada wapendwa, tunapigia Mungu asante sana juu ya neno ambalo tumesikia. Hii salama ambayo mtumishi wa Mungu ametuombea ipate kuwa ndani ya mioyo yetu, mioyo ya vijana wote. Hii salama ikuwe ndani ya jamaa zote, ikuwe ndani ya mabunyumba yote, katika jina la Yesu Kristo. Amina.